Watu wanaona ni kufuru kumwita Yesu Mungu kwa sababu hata ya tunasema ana mama yake ambaye ni Bikira Maria, ana baba yake mrishi ambaye ni Josefu kama mlezi amemlea, lakini Yesu ana wadogo zake. Kuna watu wanakuja kuoa pale, labda James alioa, kwa hiyo manake anakuwa na mashemeji. Huyo Mungu ambaye yani watu wanasema yule Mungu wetu, watu wengine wanaona ni shemeji yao. Ndio watu wanaona hii ni kufuru kumpa binadamu cheo cha Mungu. Yaani ni kufuru kubwa tu mwanadamu kuitwa Mungu. Kama tu vile kiumbe chochote kile ambavyo kikiitwa tu Mungu linakuwa ni kosa. Tumuone Mungu katika aina mbili. Ndio. Tumuone Yesu katika aina mbili. Aina ya kwanza tumuone kwanza mbinguni. Ndio tuingie tena upande wa pili sasa wa Yesu au tunafanya. Yesu naye vile vile baada ya kumtuma hapa duniani akamaliza kazi akakufa, Mungu akamfufua akapaa mbinguni, anaketi kumkono wa kuume wa Mungu kwenye kiti chake cha rehema. Kwa sababu pale kwenye Mungu iko viti hivi vitatu. Pale kwenye Mungu iko. Pale kwenye Mungu na Yesu iko viti vitatu. Kuna viti vitatu. Kuna kiti cha kwanza cha enzi cha Mungu, na kwa mkono wa kulia kuna kiti cha rehema Yesu anakikalia, na kwa mkono wa kushoto kuna kiti cha hukumu. Hakuna mtu anakikalia. Okay. Kwa kutaka ujue maandiko wa Waebrania 4:14-16 kwa kutaka kujua kiti cha rehema. Waebrania 4 mstari wa 14 kujua kwamba kiti cha rehema kipo. Anasema basi iwapo tunaye kuhani mkuu mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa kama sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Unasikia Yesu anaketi kwenye kiti cha nini? Kiti cha rehema. Mbinguni mbingu ya tatu, dimasio ya saba ama sehemu ya saba, mna viti vitatu. Kiti cha kwanza kinaitwa kiti cha enzi na mwenye kuikalia ni Mungu, ambaye jina lake ni Elohim. Na kiti cha pili, kiti cha rehema, Yesu alikikalia kwa wakati gani? Kwa wakati alipomaliza kazi, alipofufuka, alipopaa mbinguni. Mungu mbele amwikalishe kwa hiki kiti, alimfanyisha examen. Okay. Kuna mtihani fulani ambao Mungu alimfanyisha. Okay. Na huyo mtihani tuusome katika kitabu cha Ufunuo 5:1-7. Ufunuo 5:1-7. Kuna mtihani ambao Mungu alimfanyisha Yesu mbele amwikalishe kwenye hiki kiti cha rehema. Sawa, 5:1. Kisha nikaona katika mkono wa kulia wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa mihuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani anayestahili kukifungua kitabu na kuivunja mihuri yake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua kitabu hicho wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua kitabu hicho wala kukitazama. Na mmojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na ile mihuri yake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kulia yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Nasikia kulikuwa kitabu kenye mihuri ngapi? Mihuri 7. Na Yohana anasema alitazama mbinguni na duniani, hapakuonekana mtu ambaye alikuwa na ujasiri kwenda kuchukua kile kitabu kwa mikono ya nani? Ya huyu mzee mwenye kuketi kwenye kiti cha nini? Cha enzi. Akaanza kulia. Ndio mmoja wale wazee 24 akamwambia, acha kulia, angalia pale kuko simba wa kabila ya Yuda. Ndio Yesu sasa akaenda akachukua kile kitabu akakifungua. Alipokifungua kile kitabu, ndipo sasa wa malaika mbinguni wakamshuhudia na kuimba. Ndio sasa Mungu akamshukuru kwa kumwikalisha kwa mkono wa kuume kwa kazi ambazo amefanya. Ndio maana Yesu ni mtumishi wa Mungu. Okay. Matendo ya Mitume 3:26. Matendo ya Mitume 3 mstari wa 26 anasema Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza ili kuwabariki kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Yesu ni mtumishi wa Mungu. Maana Mungu alimtuma na Yesu kwa lengo la kumfanyia kazi. Ndio maana kitabu cha Yohana 1:18 nasema huyo ndiye aliye kumfunua Mungu huko duniani. Hakuna mtu awaye yote ashakamuona Mungu isipokuwa Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha baba yake. Huyo ndiye aliye kumfunua. Kama watu leo wanamuelewa Mungu ni kupitia Yesu. Okay. Hiyo ndio shabaha ambayo Yesu anaketi kwenye kiti cha nini? Cha rehema mbinguni. Japokuwa hiyo Yesu amaliza kazi.
Hiyo ni kazi ya kwanza alikia kufanya, bado kazi ya pili. Ndio maana aliacha haja ya kurudia tena. Hayamalizie kazi, hayamaliza kazi bado. Naye hapana ripoti ya kazi ambayo alifanya kwa Mungu. Okay. Lakini mimi nataka tuingie kama labda nitakuwa nimewahi sana utaniambia. Okay. Tuingie sasa kwa Yesu akiwa kama mwanadamu. Tunasema Yesu ni mwanadamu, si roho kama Mungu. Ndiyo. Ana mwili. Ndiyo. Lakini sasa turudi kwa mwili wake ni tofauti. Lakini hapo tunakuja kumpata Yesu ambaye ni mdhaifu kama mwanadamu mwingine yeyote, isipokuwa tu amepewa baraka na Mwenyezi Mungu, akifanya miujiza, akifufua, akiwalisha watu 5,000 mikate na samaki, akifufua watu, akiponya wagonjwa, akitembea juu ya maji, lakini bado anabaki kuwa ni mwanadamu ambaye ana udhaifu. Kuna vitu havielewi, anapata hasira kama mwanadamu, anachukia, anafanya kama tuseme nini, fujo zile kwenye hekalo la Mungu kwa kumwaga bidhaa za wale wanaoenda kuharibu hekalo la Mungu. Tunaona huyu ni mwanadamu kabisa, isipokuwa tu ni mtumishi wa Mungu na ni nabii wa Mungu. Turudi kwenye hapo. Kwa nini huyu Yesu ambaye ni kama Mungu ana uwezo wote, tena hapa anabadilika, anakuwa kawaida, ila tu kwamba amebarikiwa zaidi? Asante. Kwa sababu hiyo tunamuita Yesu kama vile nimekuambia mwanzo kwamba ana majina matatu. Ndiyo. Alipoumbwa kule mbinguni, mule mmilele, alipangwa jina lake Neno. Na jina lake la pili ni Kristo, ni ambalo alitumika katika Agano la Kale. Alikuwa tangu Agano la Kale. Na jina lake la tatu Yesu Kristo amelipokea kwa wakati alipoingia katika tumbo la Bikira Maria, akavala mwili kwa Bikira Maria, akaanza tembea, ndio akampanga jina lake Yesu. Sasa kufuatana na swali la kusema kwamba ana mwili wa udhaifu, ule mwili wa udhaifu alivala kwa Bikira Maria. Ndio maana alisirika, ndio maana alikula samaki, ndio maana alitembea, ndio maana alipigwa msumari, ni ule mwili alivala katika tumbo la Bikira Maria. Na huo mwili uliishia wapi? Kaburini. Okay. Akarudia tena mbinguni. Hivi anavala ule mwili wake wa zamani, ule wa mbinguni, ndio ambao uko nao. Lakini wakati tukisema mwili wake ule uliishia kabrini, yeah, tunaona akitoka kule anasema nishikeni muone. Akina Tomaso, nishikeni muone ya kwamba ni mimi mwenyewe. Kama ule mwili umeishia kabrini, akina Tomaso sangeshtuka kwamba huu mwili sio wa Yesu tunayemjua. Yeye kama alimwambia Tomaso amguse kwa lengo la kutaka awe na udhibitisho kwamba ni yeye. Basi katika aina ya mwili kwa aina tatu za mwili. Kuna mwili ambao tunaitwa corps celeste, kuna mwili tunaita corps naturel, na kuna mwili tunaita corps telephonique. Alipofufuka alifuka na mwili corps telephonique. Corps telephonique nini kidogo kwa ufafanuzi? Kwa ufafanuzi huo mwili wa corps celeste, mwili wa mbinguni. Okay. Ambao viumbe vyote malaika wako nayo mwili wa mbinguni. Okay. Na mwili wa duniani unaitwa corps naturel. Hii ambayo niko nayo. Corps naturel kwa Kiingereza au kwa naturally. Okay, natural body. Natural body, okay. Na mwili wa kufufuka nao ambayo ni corps telephonique. Mwili mepesi kama vile mtu amekufa na baadaye unasikia tunamuzika lakini anaonekana tena sokoni. Okay. Kuna wale watu. Hiyo tunaitwa corps telephonique. Ni mwili ambayo mtu amefuka nayo, unaweza kama vile majini, nilete mfano mzuri. Majini ina mwili kama vile hiyo. Unaweza kumuona telephonique. Kwa Kiingereza kidogo. Si Kiingereza sijui kama naweza kaita, labda tutafuta kwenye mtandao utaweza kuipata. Sawa. Haya. Na ikiwa Yesu alimwambia Tomaso niguse, ile siku 40 alifanya hapa duniani akiwa kienda mbinguni na anarudia, kwa sababu alikuwa amevaa mwili wa ambao amefufuka nao. Lakini ule mwili ambao alitoka nao kwa Bikira Maria uliishia kaburini. Okay. Ni kwamba ulibadilika au ulikwaje? Kwa sababu kwenye kaburi la Yesu hakukutwa mwili wowote. Mwili wowote haukuonekana kwa sababu malaika aliudhibiti. Okay. Malaika udhibiti. Na hawakumtia kaburi kama vile sisi wanatiaka mudongo. Ni kama vile hapa wanaulaza tu hapa wanafunika na sanda. Kisha walikuwa wanafunga na sanda. Walikuwa wanazika kama kwenye mapango. Kwenye mapango. Wamejenga ukuta kisha wanatia ndani, wanaingiza ule mwili mle ndani. Lakini hawakutia shimo kafunika na udongo kusudi upate uvumbi, uoze, unuke. Ulifungwa tu na sanda, malaika kawakia na uchungu. Ndio maana wakati Petro aliingia mle kagusa ile nguo, hakuona ule mwili. Ulidhibitiwa na malaika. Okay. Lakini ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza 3:18, tunamwona yeye mwenyewe mwili ulibakia pale, yeye mwenyewe anashuka kule kuzimu kwenda kuwahubiria watu waliokuwa kule kuzimu. Okay. Kwa zile siku 3. Petro wa kwanza 3:18. Mstari wa 18 anasema, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu, akauawa kimwili lakini akauishwa kiroho, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiria. Unasikia? Wakati ile siku alimzika, alikufa siku ya 5. Na hiyo siku ya 5 wakamzika. Mwili wake ulibakia pale lakini nafsi yake ilishuka mpaka kuzimu. Kuzimu ina sehemu hizi, ina sehemu 3. Alienda kuzimu ya kwanza, kuzimu ya pili, hapo kulikuwa Ibrahimu alikuwa na wale watu walikuwa kifuani mwake. Akalala, akafika hapo siku ya 5,
Siku ya posho akawafundisha Injili, siku ya Mungu usiku akalamka na wale wote watakatifu akaenda nao paradiso, mbingu ya tatu, sehemu ya tatu. Ina maana kumbe akina Ibrahimu nao walikuwa kuzimu. Akina Ibrahimu wote walikuwa kuzimu, fasi wanaita paradiso. Kwa sababu paradiso ilianza mshamba la Edeni, baada ya Adam kukosa, shetani akanyang'anya paradiso. Wakati alitengeneza makao ya kuzimu ya kwanza na ya pili na ya tatu, paradiso kaonekana na hamia kuzimu. Okay. Pabarikiwa pa Bwana. Wale watu walikufa katika imani kabla Kristo hajakuwa, walikufa wacha Mungu. Walikuwa wanaonekana wanazikwa, lakini nafsi zao zilikuwa zinajikuta nafasi moja, wanaitwa paradiso. Kuzimu ambayo kuzimu, paradiso ya kuzimu. Ya kuzimu ya. Tutaweza kupasoma katika kitabu cha Luka 16:19-24. Luka 16. 16:19 tuanze hapo. Sawa. Luka 16:19. Sawa, mstari wa 16 anasema 19. Okay. Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa, na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kushibishwa na makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa walikuwa wakila na kumlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Abrahamu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Abraham kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Abraham, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, aupoze ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Unasikia kule kuzimu kuna sehemu ngapi? Kuna sehemu tatu kuzimu. Kuzimu ya kwanza ni sehemu ya kwanza inaitwa Hades. Okay. Hapo Hades shetani wakati mwenye alitengeneza huko ni shetani. Okay. Baada ya kumdanganya Adam na Eva, ikabidi atafute nafasi kwa atafanya kama vile makao yake. Sawa. Vile gisi mbingu ziko tatu, naye akatengeneza sehemu tatu za kuzimu. Alianza na kuzimu ya kwanza inaitwa Hades. Kuzimu ya pili Tartarus. Kuzimu ya tatu Gehenna. Sehemu ngapi? Tatu za kuzimu. Sasa kuzimu ya kwanza shetani aliweka pepo za mingi pale. Ambazo zilikuwa nazuia Ibrahimu asitoke na wale watakatifu hapo. Ndio pale wahubiri wengi wenye kusoma wanasikia wanakuambia kama Yesu alishuka kuzimu kwenda kumnyang'anya shetani funguo. Haikuwa funguo, hapana. Ni ile mamlaka, ni wale pepo ambao shetani anashuka nao, akawaweka pale kwa Hades, ambao walikuwa wanazuia Ibrahimu asitoke kwa sababu wao walikuwa juu, Ibrahimu yuko chini. Kuzimu ya pili inaitwa Tartarus. Pale kwa Tartarus kuna kablikana sehemu hizi mbili, sehemu ya juu na sehemu ya chini. Sehemu ya juu ndio kulikuwa kina Ibrahimu, kama vile paradiso. Ni nafasi ya kupumzika tu. Okay. Na sasa aliyefunua hapa zaidi wakati Lazaro, Yesu alipoleta mfano wa Lazaro na tajiri. Ile mfano nilikuwa ukweli. Okay. Sasa Lazaro alipokufa akajikuta iko mkifua cha Ibrahimu. Tajiri alipokufa alijikuta iko Jehanamu. Jehanamu iko kuzimu, sehemu ya pili ambapo kuna moto usiozimika kwa Jehanamu. Okay. Ndio kwenye mapagani wote wako. Na Yesu wakati alikufa alikuja sasa hapa. Tangu siku ya 5 akalala hapa pamoja na Ibrahimu, siku ya posho akawafundisha Injili, yani Jumamosi, siku ya Mungu asubuhi la premier jour de la semaine, yani dimanche, akalamka nabo, akaonekana mwingine, kisha akabanyakua kwa pepa mbinguni mu paradiso, mbingu ya tatu, mturaje miji masiku. Okay. Ndio matakatifu tangu hiyo siku watakatifu wote wanakufa katika Kristo. Tunawazika miili yao na bakia mkaburi, nafsi zao zinaenda mbinguni, zinapelekwa na malaika kwa sababu kuna magari zinapeleka zile nafsi mbinguni, paradiso. Manake paradiso sasa ilibadilika, ikatoka upande uliokuwepo kuzimu ikaenda sasa kwenye mbingu. Yesu akanyang'anya kaibeba kwa mbinguni. Okay. Tangu hapo kila yote manakufa, tangu siku Yesu alifufuka, kila yote manakufa katika Kristo. Mwili wake unabakia mkaburi, nafsi yake inaenda mpaka malaika anaichukua, anaichia mgari mpaka mbinguni. Kuna mafundisho hapo tunaweza tukawa tumepingana nayo au wewe umepingana nayo kwa kusema kwamba Yesu hakunyang'anya funguo za kuzimu kwa shetani. Yeah. Wakati huo tunaona, nafikiri ni kitabu cha Ufunuo kinaelezea kwamba yule mkuu wa ulimwengu, yani yule shetani bado hajafunguliwa kwa sasa, amefungwa. Shetani kuzimu haiko. Baada ya kuacha kuanzia kuzimu ya kwanza na ya pili na tatu, akaacha government yake kule. Makamu wa shetani anaitwa Apolion. Tutapasoma Ufunuo 9:11. Aliacha napanga government yake kule, yeye mwenyewe akapanda mbinguni. Akaona kule kuzima kumstahili, akapanda mbinguni. Okay. Na alipopanda mbinguni akaishia mbingu ya kwanza. Tutapasoma kitabu cha Isaya 14:12-14. Okay. Sasa Yesu alipokwenda kuzimu hakumkuta shetani kuzimu. Okay. Sasa ile funguo ambao wahubiri wengi wanasema Yesu alienda kuzimu kumnyang'anya shetani funguo kuzimu. Haiko funguo, hapana. Mbali ni zile pepo ambazo zilikuwa zinazuia Ibrahimu asitoke na wale watakatifu pale. Tupasome Petro wa pili 2:14. Yesu alifunga zile pepo pale, akazifunga mshimo pasipo mwisho. Okay. Sawa, naomba nisome ile andiko Petro wa pili 2:4.
Mstari wa 4 anasema, kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu, wala hakuuachilia ulimwengu wa kale, bali alimhifadhi Nuhu, mjumbe wa haki, na watu wengine 7, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora. Ni mwisho. Unaenda mbali tu. Kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu. Yesu alipofika pale ilikuwa siku ya 5, tulimzika siku ya 5. Na mwili wake ukabakia mkaburi, nafsi yake kashuka mpaka kule kuzimu. Alipofika kuzimu ya kwanza inaitwa Hades, ndipo alifunga zile pepo zote, akafunga mshimpa pasipo mwisho. Naposema siku ya 5 kidogo nilichanganya, kwa sababu tunajua Yesu alikufa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3 akafufuka. Alikufa siku ya 5, yani siku ya 5 ilikuwa siku ya kwanza ya juma, siku ya pili, ya 3, yani vendredi ndiye alikufa. Siku 3 wanahesabia partir ya vendredi, samedi na dimanche. Manake siku ya Ijumaa na Jumamosi na Jumapili. Ndio siku 3 wanahesabu. Alafu wewe unaposema siku ya 5, ninaposema siku ya 5, yani inamaanisha siku vendredi, ndio siku yayo, ndio jina yayo hiyo siku alikufa. Friday ile walimzika ile Friday, Saturday akahubiri injili kule, Sunday akafufuka. Sawa, sasa unaposema ni siku ya 5, je, hiyo kweli ni siku ya 5? Kwa hiyo sasa itakuwa siku ya 5, siku ya 6, siku ya 7, au unaposema siku ya 5 unatoka katika namba zipi? Kwamba kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa ni siku 5, au unamaanisha nini ukisema siku ya 5, ikiwa sisi tunajua Ijumaa ni siku ya kwanza, siku ya 7 ni Jumamosi, siku ya 7 Jumamosi, siku ya 6 Ijumaa, siku ya 5 ni Alhamisi. Kufuatana na kalenda ya Roman. Kalenda ya Roman inaonyesha kama siku ya Jumatatu ndio lendi, ndio siku ya kwanza. Sasa kwetu Kifaransa tunaita lendi. Kwa kuhesabu siku 5 kuanzia kutoka kwa Jumapili, kwanza Jumatatu mpaka kufika siku 5, ndio tunaita vendredi. Kiingereza wanaita Friday. Sasa yeye alikufa Friday. Ndio ikakuwa siku moja wanahesabu. Bukakucha Saturday, wakahesabu siku 2. Bukakucha Sunday ndio siku 3. Ninaposema Friday maana yake nataja siku jina. Sawa. Asante. Sawa, tuendelee sasa hapo. Hapo tulikuwa tunafuata hilo habari. Kwanza hapa nipo curious na hii habari ya kwamba shetani yupo mbinguni, yupo kwenye mbingu ya kwanza. Hapo umenipa kwanza andiko la Petro wa pili, mstari wa Petro 2 sura ya 2 mstari wa 4. Kuonesha kwamba Yesu alifunga wale mapepo ambao walikuwa wanaziwia Ibrahimu asitoke na wale watakatifu pale, akawafunga mshimpa pasipo mwisho. Hizo pepo ziko na kazi, takafanya kazi kumwisho. Kitabu cha Ufunuo 9 mstari wa 3. Hizo pepo njoo ile ufunguo, unasikia wahubiri wanasema Yesu alienda kuzimu, akakutana na shetani kule, wakapigana papa akamgusa mkocha, akamnyang'anya funguo, ndio maana tumeshinda. Haiko funguo. Hakuna siku Yesu na shetani walikutana kuzimu. Hakuna. Hawakutana naka hata siku moja. Ina maana Yesu wakati anaenda kuzimu shetani hakuwepo. Alikuwa iko mbinguni, shetani alimwacha iko mbinguni. Wakati ukumbuke kwa habari za Ayubu, wakati Mungu anamruhusu shetani kwenda kumjaribu Ayubu, anamuuliza shetani, natoka wapi? Atoka kuzunguka dunia to. Uliona mtumishi wangu Ayubu? Ile conversation ilikuwa wapi? Ilikuwa mbingu. Mbingu ya pili. Andiko la Ayubu, andiko lingine ambalo linaonyesha shetani yupo mbinguni. Andiko liko mbingu. Anza na Isaya 14, 12, 14. Isaya 12. 14, 14. Sawa, mstari wa 12 anasema, Gizi ulivyoamka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Nasikia baada ya kumaliza kutengeneza makao yake kama vile kuzimu ya kwanza ya pili, na kuacha government yake kule, wachini yake makamu ya shetani anaitwa Apoliono. Makamu ndio anabakia kule kuzimu. Kila mtu yeyote anaendaka kuzimu, anaenda ona shetani, anaenda ona makamu wake, anaitwa Apoliono. Tapasoma Ufunuo 9 mstari wa 11. Ufunuo 9 mstari wa 11. Njoo huyo makamu ya shetani, lakini shetani mwenyewe hakuna mtu ashakawahi kumuona shetani. Ufunuo 9. 11. Sasa mstari wa 11 anasema,
na juu ya wanaye mfalme, naye ni malaika wa kuzimu. Jina lake kwa Kiebrania ni Abadoni, na kwa Kigiriki jina lake Apolioni. Huyo ndio makamu ya shetani. Huyo ndio mwanadhibiti kule kuzimu kote. Wale wote wanaendaka kuzimu, wanaenda ona huyo. Wale wote wanatumikia kuzimu, wanaenda ona huyo. Wale wanaenda lomba puissance kuzimu ama pesa kuzimu, wanaenda ona huyo. Lakini wakati ambaye tulimuona shetani, mimi nilikuwa makamu wa shetani. Hakwaki yeye. Shetani iko mbinguni, anaketi mbinguni. Kwa mujibu wa nini? Kwa mujibu wa kitabu cha Isaya. Alipanda mbinguni, akataka aende kiinua kiti chake. Wapi kwenye alikuwa anaikala mbinguni? Kabla tuyaongea kusoma kuhusu shetani, Mungu alikuwa amemtayarishia nafasi alikuwa anaikala. Alikuwa anaikala kaskazini ya kiti cha hukumu, kwenye mlima wenye kujaa mawe ya moto. Ndio kwenye Mungu alimtilia kiti. Mbingu ya 3, sehemu ya 7, kaskazini ya kiti cha hukumu, hapo kwenye mlima wenye kujaa mawe ya moto. Ndio kwenye alikuwa. Sasa wakati alikuwa kule kuzimu, akakumbuka tena hiki kiti. Akatoka kule kuzimu, akapenda aende tena. Ndio maana anasema nitakiinua kiti changu kuliko nyota za mbingu za Mungu, nitafanana pamoja naye, kwa sababu yeye alikuwa na keti huko. Ndio kwenye alikuwa na keti. Wapi? Mbingu ya 3, mjimasho ya 7, kaskazini ya kiti cha hukumu, kwenye mlima wenye kujaa mawe ya moto. Ndio kwenye alikuwa na keti. Sasa wakati alipofika mbinguni, na alikuwa na opportunity ya kuingia mbingu ya pili, kwa sababu mbingu ya pili inahusika na administration ya mbinguni. Mungu alikuwa anashuka mbingu ya 3 na kia kufanya mazungumzo na malaika mbingu ya pili, kisha tena anarudia. Shetani naye alikuwa anazoea kufika pale. Ndio sasa Mungu akabadilisha vitu hivi viine. Mungu akabadilisha lugha, kwa sababu mbingu na nchi ilikuwa na lugha moja. Ndio maana kuna lugha ya malaika na lugha ya binadamu. Shetani akabakia na lugha ya binadamu, Mungu akabakia na lugha ya malaika. Kabadilisha na njia na mipango na mawazo. Ndio sasa akabakia pale mbingu ya kwanza. Ndio kwenye iko. Ndio maana Biblia inamuita mfalme wa anga. Ndio kwenye iko pale. Hata Yesu katika kitabu cha Luka 10:17 utasikia wakati wale 70 walipoenda. Sikia, soma pale sikia. Luka 10:17. Sawa. Mstari wa 17 anasema Luka, ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Nasikia nimemwona shetani akianguka kutoka mbinguni. Donc ile miujiza shetani alikuwa anatumana kwa zile mapepo kusudi zile pepo sitoke, lakini Mungu akasaidia, Yesu akasaidia. Ndio maana aliwaambia nimemwona shetani kutoka wapi? Mbinguni. Shetani iko mbinguni, mbingu ya kwanza sehemu ya chini. Atatoka pale kwa wakati ambapo watakwenda kufungwa kifungo cha miaka 1000. Ndio kwa wakati itakuwa hapo akisha kanisa kunyakuliwa kwenda tunatafuta kuingia mfalme wa Yesu. Ndio shetani atashuka, malaika atashuka pale, anamshika na mnyororo, Mikaeli aenda kumfunga mheshimu pasipo mwisho. Pale kwa hivyo alifunga zile pepo. Tapasoma kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa kwanza mstari wa hadi wa 6. Ndio kisiviko vile. Shetani mtu asidanganye shetani kukuzimu. Haiko kuzimu. Shetani iko mbinguni. Sawa, tuendelee sasa na Yesu kuhusiana na, tulikuwa kwenye upande wa mwili wake kwamba alienda kuzimu, lakini alipoteremka kuzimu mwili wake ulikuwa umebaki kabrini, na alipotoka kabrini mwili wake bado ulibaki kabrini. Mwili wake ulidhibitiwa na malaika. Mwili wake haukuoza. Haukunuka na haukuonekana. Ulizikwa na Mungu mwenyewe, kama vile Mungu alivyozika mwili wa Musa. Kwa sababu kama ungelikuwa mwili basi Petro angeugusa, lakini Petro aliingia mle mkaburi akagusa manguo, mwili hakuna. Ulidhibitiwa na nani? Na malaika. Baada ya siku 3 Petro aliporudia, malaika akamwambia, wewe unatafuta nani? Yule ambaye unatafuta amekwisha kufufuka. Ndio sasa kaenda, kaondoka. Mwili wake ulidhibitiwa. Ule mwili ambao ni mzaifu ambao alivala kwenye tumbo ya Bikira Maria uliishia kaburini. Ndio, hiyo ndio mbaya. Sawa, na hilo swali nilikuwa nauliza kwa sababu watu wanakuwa na wasiwasi kuhusiana na Yesu kuwa Mungu, alipewa ukuu huo. Wengine wakisema hapana, hana ukuu huo. Ndio tunaposhangaa pale. Yesu anaenda sehemu, kwa mfano, alienda kuulani mti aliokuta hauna mtunda, mzeituni nafikiri, alikuta hauna matunda akaulani. Yesu aliuliza kama mna chakula chochote hapa, maana yake alikuwa hajui kama hata wana chakula. Yesu huyo kuna sema alijaribu kuponya akashindwa, baadaye akafanikiwa. Yesu huyo alisema roho yake inaumia, yani inalia. Ndio hicho nilichokuwa nauliza. Nimekujibia kwamba kama alikuwa katika mwili wa Bikira Maria, ndio maana alikuwa katika hiyo mwili, huyu mwili wa kawaida. Hayo yote aliyafanya katika mwili wa kawaida. Na ikiwa amesikia machungu ni katika hii mwili wa kawaida, ule alifanya katika tumbo la Bikira Maria. Ndio ule ulipigwa msumari, ndio ule uliumia, ndio ule ulisikia njaa, lakini ule mwili wa mbinguni hausikii njaa. Ambao kwa leo anao. Sasa turudi hapo tuendelee hapo kwa Yesu. Yesu anapokata roho anasema mikononi mwako naikabidhi roho yangu. Alafu hapo kuna sema ilamu kwamba alisema Eloi Eloi lama sabakthani.
Mungu wangu, mbona umeniacha? Yesu ambaye ni sehemu ya Baba. Roho ya Baba ndio imetoka, nafsi ya Baba ndio imetoka, ipo kwa Yesu. Maana yake ni kama nafsi moja, wanashare nafsi moja. Inakuwaje hapa nalalamika kwamba ameachwa na Mungu wakati ni kama tuseme wapo pamoja tu, yani yeye ni sehemu yake yule Mungu. Si alisema kwa Eloi lama sabachthani, Mungu wangu kwa nini umeniacha? Kwanza anamuita Mungu wangu. Nilikwambia jina Mungu ni jina la kazi. Yeye ndiye alimuumba. Sasa muumbaji, mbona umeniacha? Ndio maana Mungu wangu, mbona umeniacha? Yenye kililia pale kilisikia uchungu ni ile mwili alipata katika Bikira Maria. Ndio akasema ile roho ulionipatia nikabidhi kwako. Ile roho yenye alimuumba nayo nje yenye alikabidhi mikononi mwake, na yenye ilisikia uchungu ni ile roho, ni ile nini? Ni ile mwili alitoka katika Bikira Maria. Nje ile. Sasa nilikwambia kama Mungu, kama anaitwa Mungu ni kwa sababu ya kazi. Na kama Yesu anaitwa Mungu ni kwa sababu ya kazi. Kazi gani? Uumbaji. Ndio maana Yohana 1:3 nasema pasipo yeye hakufanyika chochote. Ndio maana mezana nasema nilikuwa fundi stadi wa kazi. Ndio kwa sababu ya zile kazi walichangia. Ndio maana kuko Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Wanavala jina la kazi. Kuna watu wanaona ni kufuru kumuita Yesu Mungu kwa sababu hata ya tunasema ana mama yake ambaye ni Bikira Maria, ana baba yake mrishi ambaye ni Josefu kama mlezi amemlea, lakini Yesu ana wadogo zake. Kuna watu wanakuja kuoa pale, labda James alioa, kwa hiyo manake anakuwa na mashemeji. Huyo Mungu ambaye yani watu wanasema yule Mungu wetu, watu wengine wanaona ni shemeji yao. Ndio watu wanaona hii ni kufuru kumpa binadamu cheo cha Mungu. Yani ni kufuru kubwa tu mwanadamu kuitwa Mungu. Kama tu vile kiumbe chochote kile ambavyo kikiitwa tu Mungu linakuwa ni kosa. Tumuone Mungu katika aina mbili. Tumuone Yesu katika aina mbili. Aina ya kwanza tumuone kwanza mbinguni. Kule mbinguni alivala jina la Mungu kwa sababu alishiriki kazi ya uumbaji kule mbinguni. Hapa duniani ya kuumba. Hapa duniani alikuwa nje kufanya kazi kama vile tumesoma kitabu cha Matendo ya Mitume 3:26 kwamba ni mtumishi wa Mungu, alikuwa nje kufanya kazi ya Mungu. Na ndio maana ukasikia mafundisho yake anajiita kama yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni mtumishi wa Mungu. Anaambia Wayahudi kama mtaniamini mimi, muamini hata mafundisho niko nafundisha yalitoka kwa ule mtu mnaamini. Hapa duniani Yesu hakukuwa Mungu. Uungu wa Yesu unapatikana kule kumbingu kabla ya kuvala mwili kwa Bikira Maria. Ndio kwenye alianzia kazi, alishiriki kazi pamoja na nani? Na baba yake kule mbinguni. Sasa hapa duniani alikuwa mmisio. Tusimuone Yesu anakuwa kwenye kazi. Tumuone kwa bila ya kuwa mkazi kule ni Mungu. Baada alipokuja mkazi hapa, yeye ni nabii, yeye ni mwalimu, yeye ni mtumishi wa Yesu wa Mungu. Sawa, lakini pamoja na hayo tuangalie basi mafundisho ya Musa kuhusiana na Mungu. Maana hapa tunamsoma Mungu. Musa anafundishaje anavyofundisha Waisraeli? Sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni mmoja. Haya. Tunakuja kwa Yesu. Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli. Na Yesu Kristo aliyemtuma. Hapa tunaona Mungu amepwekeshwa. Tunasema amewekwa uniqueness. Kwamba yeye ana upekee. Alafu baadaye walimu sasa nyinyi. Yesu anafundisha Mungu ni mmoja na upekee. Musa anafundisha Mungu ni mmoja. Hata tu Yakobo yule ambaye tunasemaga alipigana na Mungu na kabisa, bado ukisoma maelezo yake na maana unayoipata ni kwamba Mungu ni mmoja wa pekee. Lakini tunakuja kupata walimu siku hizi mnatuletea doctrine ambazo zinaonyesha kama Mungu ule utukufu wake anaweza kushare na mtu mwingine. Kwamba Mungu anaweza kawa na Mungu mwingine ambaye anajua kabisa kwamba huyu ni Mungu. Tukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 4, soma 4:39. Kisha tasoma 6:4. Kumbukumbu la Torati 4. 4 ngapi? 39. Sawa. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 39 anasema, kwa hiyo ujue leo hivi ukaweke moyoni mwako ya kuwa Bwana ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini, hapana mwingine. Hakuna mwingine. Ndiye ule Mungu nilikwambia kama hana mwanzo, hana mwisho, ambaye jina lake ni Elohim. Ndio mwenye jina lake Mungu, mwanzilishi wa Mungu ni yeye. Ndio huyo ambaye Musa manabii wote walihubiri habari zake Mungu. Na Yesu alipokuja alimjistengea, alisema kwamba wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Na Yesu Kristo ndiye mtumana. Ndio ule Musa alihubiri, ndio Yesu alihubiri. Mungu wa pekee. Wakati Musa anahubiri mpaka Waisraeli wale aliowahubiria, wao walishia kujua nature ya Mungu, Mungu ni mmoja. Ni mmoja tu. Sisi leo, wewe mwalimu leo unaponifundisha ukasema kwa maana ya jina la Mungu wapo watatu, kwa kuwa kuna Roho Mtakatifu, kuna Yesu Kristo mwana wa Mungu, alafu kuna Mungu ambaye ni Elohim mwenyewe. Roho wa Mungu alishiriki kwenye kazi ya uumbaji. Roho wa Mungu atulea kwenye vilindi vya maji. Kwa sababu ile Roho wa Mungu naye alishuka kashiriki kwenye uumbaji, naye anaitwa Mungu. Ndio maana nikwambia jina Mungu ni jina la kazi. Okay? Mungu mwenyewe jina lake ni Elohim, lakini jina lake sio Mungu.
Anaitwa Mungu kwa partira nini? Ya kazi. Nikupatia kitabu cha Waroma 1:20. Alikuwa na uwezo wote wa milele na uungu wake. Na vitu ambavyo vilikuwa vionekana vinaanza kuonekana kupitia nini? Kazi. Maanake kama Yesu ameitwa Mungu ni kwa sababu ya kazi, alishiriki mkazi ya uumbaji. Kama Roho Mtakatifu anaitwa Mungu ni kwa sababu naye alishiriki kazi ya uumbaji. Ndio sasa hilo swali ambalo linanipa wasiwasi. Kwamba kama hayo sisi leo tunajua, tunasoma maandiko, tunajua Yesu alishiriki katika kazi ya uumbaji na anaitwa Mungu kwa sababu hiyo. Kwa nini Musa hakufundisha hivyo? Au Yesu mwenyewe ambaye anajua kabisa alishiriki, kwa nini hajafundisha kwamba yeye naye ni Mungu? Yesu, hakuna kisi Musa angefundisha kwamba Yesu ni Mungu na wakati Yesu alikuwa bado hajakuja. Lakini alikuwa yeye Musa mwenyewe ameumbwa na Yesu. Musa aliumbwa na Yesu na Musa alitumikishwa na Yesu ambaye ni Kristo. Yule malaika alimuongoza Musa alikuwa ni Yesu. Ambaye alikuwa Kristo. Ndio. Na wale manabii wote walitumika na roho ya Yesu ambaye anaitwa roho wa Kristo. Ndio maana nilikwambia kama ana majina matatu. Jina lake la kwanza mbinguni Neno, jina lake la pili Agano la Kale Kristo, na baada ya kuzaliwa na Bikira Maria jina lake Yesu. Sasa kama tuko natamka Yesu kusudi watu waelewe, lakini swali linalenga nani? Kristo. Musa kama alitaya Mungu, ni mwenye alimwezesha kutaya Mungu ni Kristo. Kama Musa alitoa wana Misri kuongoza kufisha mjangwa, Kristo ndiye alimwezesha. Kama Musa alipita ile bahari, mwenye alimwezesha ni Kristo. Ndio yule mwamba alikuwa anamuongoza. Wakati tunamjua Mungu hivyo na Yesu, ili tuseme tumjue Yesu kwamba ni Mungu. Mungu ni mmoja na tutakuwa tumwabudu, tumnyenyekee, kila kitu kiwe sawa kwake. Tukija kwa Yesu, labda kuna mwingine akawa anakataa Yesu si Mungu. Wakati wewe unafundisha kwamba Yesu ni Mungu na alishiriki katika uumbaji. Kuna kufuru yoyote mtu anaipata kwa kusema Yesu si Mungu, ni nabii wa Mungu, ni mtume wa Mungu? Na je, kuna faida yoyote mtu anaipata akisema Yesu ni Mungu? Kwa sababu tunachojua sisi hatuabudu bure. Tunaabudu kwa sababu tunalipwa. Hatumwabudu Mungu bure bure. Tunaabudu kwa sababu tutalipwa uzima wa milele. Aya, sasa kuna faida gani? Yaani tunapata nini tukisema Yesu naye ni Mungu? Na mtu ambaye anasema Yesu si Mungu, yeye anakuwa amekufuru nini hapo? Kwa sababu Yesu mwenyewe hakufundisha hivyo na alisema Mungu ni mmoja. Kuna kufuru kwa wale wahubiri ama watumishi wanaosema kama Yesu ndio mwenye ule Elohim, ndio yeye Roho Mtakatifu, ndio yeye Yesu. Au wanafanya kufuru. Na ni mafanya hawataenda mbingu kama watubu. Kwa mujibu wa kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5:8. Kama unaweza soma pale. Wale wote wanaomuita kama Yesu ndio Mungu, ndio Roho Mtakatifu, ndio yeye mwenye alikuwa tangu milele, ndio mwenye alijigeuza Roho Mtakatifu kajigeuza kwa Yesu. Au watu wanakufuru na ni dhambi, hawataenda mbinguni wasipotubu. Na wale ambao wanasema Yesu si Mungu, yani wao wanakataa kabisa kuhusiana na uungu wa Yesu. Yesu si Mungu, ni mwanadamu, mtume wa Mungu, mtume mtakatifu, lakini si Mungu kama alivyofundisha yeye mwenyewe. Kama wale wanakataa kama Yesu sio Mungu. Ndio. Ni mtume. Wanamuita mtume kisha baada ya kuzaliwa na Bikira Maria. Ndio. Si Mungu kwa sababu si Mungu aliyeanza kazi, mwanzilishi wa kazi. Ndio. Lakini wanakuwa wanakufuru. Ni kama tuseme nini? Wanamshusha hadhi yake, wanamdharau kwa kumuita si Mungu, lakini wanamweka pale alipojiweka mwenyewe kwa kusema yeye ametumwa na Mungu. Pale vile hawakosei. Wanapomuita kama sio Mungu hawakosei. Tunasema tu kufuru kwa wale wanaomuita kama Yesu ni Mungu. Hakuna Mungu Elohim na hakuna Roho Mtakatifu na hakuna Yesu. Yeye ndio huyo tu nafsi moja jigeuza katika nafsi tatu. Hao ndio wanafanya kufuru. Lakini kama mtu anasema no, Yesu sio Mungu, huyo mtu hakufuru. Anamweka Mungu pa nafasi yake na anamweka Yesu pa nafasi yake. Unanielewa? Nilitaka nikusomee ile andiko la kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 6 anasema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Ndio, kunasikia kama Mungu ni huyu, ni mmoja. Vitu vyote vimetoka kwake. Hili linatembea pamoja na ile kitabu cha Roma 1:20. Unganisha pamoja utasikia sote tunatembea pamoja. Okay. Warumi 1:20. 1:20. Sawa, mstari wa 20 anasema, kwa sababu mambo yake yasioonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Nasikia vitu ambavyo vilikuwa vionekani vinaanza kuonekana. Kama leo tunaona milima, tunaona maji, ni kwa sababu ya kazi ya mikono ya nani? Ya Mungu. Huyo ndio vitu vyote vimetoka kwake. Huyu Bwana huyu mmoja ambaye ni Mungu, vitu vyote vimetoka kwake. Ndio ile Paulo anasema Wakorintho ile 8:6. Na kuko na Bwana mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Kwa yeye vitu vyote vimefanyika. Kutoka kwake na kufanyika vitu vile tofauti.
Okay. Sasa kwa hiyo mstari wa 6 kumalizia, tupasome kitabu cha Yohana 1:3. Yohana 1:3. 1:3. Yohana sura ya kwanza mstari wa 3 anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. So unaona kama Mungu alipomuumba, baada ya kumuumba ndipo akaanza kuziumba hizo mbingu zote tatu. Mungu alikuwa anatamka, yeye anagusa. Ndio maana pasipo yeye hakufanyika kitu. Nasikia? Pasipo yeye haikufanyika kitu. Lakini Mungu alikuwa na uwezo wote mle milele na uungu wote. Vitu vilikuwa havionekani, vinaanza kuonekana kupitia nini? Kazi. Kazi gani? Uumbaji. Na kiumbe cha kwanza alianza kuumba ni Yesu. Baada ya kumaliza kuumba, ndio akaanza kuumba saa vitu, pa malaika na vitu wenye kwa mbinguni. Ndio maana maandiko yanasema pasipo yeye. Tungelianza kwa Mwanzo 1:1, Yohana 1:1 mpaka 3, ndio ina vizuri. Yohana 1:1. Sawa. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hapo mwanzo wa nini? Hapo mwanzo. Ukisoma tena kitabu cha Mezali nayo 8:22 nakwambia hapo mwanzo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 1:1 nasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa nini hapo mwanzo? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno akawa Mungu. Na pasipo yeye hakufanyika kitu chochote. Kwa nini hapo wanasema hapo mwanzo? Mwanzo wa nini? Wa kazi. Muumbo ndio mwanzo wa kazi ya Mungu. Pasipo kuanza kazi, Mungu alikuwa hajulikani. Okay. Zaburi 102 mstari wa 25. Hiyo ngoja nisome hiyo. Zaburi 102 mstari wa 25 26. Sawa. Zaburi 102. Sawa, Zaburi 102 mstari wa 25 26. Hapo mwanzo uliutia msingi wa nchi, na mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizi zitaharibika, bali wewe utadumu. Naam, hizi zitachakaa kama nguo, na kama mavazi utazibadilisha, nazo zitabadilika. Lakini wewe yeye yule, miaka yako haina mwisho, wala wana wa watumishi wako watakaa, na wazao wao wataimarishwa milele yote. Nasikia tunarudia tu 25, nasema hapo mwanzo walifanya nini? Ulitia msingi wa nchi, na mbingu ni kazi ya mikono yako. Naona? Donc kwa kujifunua yeye Mungu alianza kazi. Ndio maana kila pale utasoma utasikia hapo mwanzo. Mwanzo wa nini? Ni mwanzo wa kazi. Pasipo kazi, vitu vyote vilikuwa vionekani. Lakini kupitia kazi vinaanza kuonekana. Vilikuwa viko invisible, vinakuwa visible. Ni kusema kama tunaona maji ni kazi ya mikono ya Mungu. Kama tunaona ngombe ni kazi ya mikono ya Mungu. Kama tunaona milima ni kazi ya mikono ya Mungu. Kama tunaona mawingu ni kazi ya mikono ya Mungu. Pasipo kazi vile vitu vingeonekana. Sasa kupitia hiyo kazi sasa ndio alimshirikisha Yesu. Ndio maana Yohana 1:3 unasema pasipo yeye hakikuonekana kitu. Ndio habari. Ndio sababu Yesu naye ni Mungu. Ni kwa sababu Mungu alimshirikisha mnapo kazi ya uumbaji. Okay. Ndio. Lakini hatuyasoma Kumbukumbu la Torati 33:27. Okay. Kumbukumbu la Torati 33:27. 27. Sawa. Mstari wa 27 anasema Mungu wa milele ndiye makazi yako, na mikono ya milele i chini yako, na mbele yako amemsukumia mbali adui, akasema angamia. Unasikia? Mungu wa milele ndiye makazi. Mule milele ndio alianzia kazi. Ndio maana jina Mungu sio definition, ni jina la kazi. Mungu, unapotamka Mungu ni jina la kazi. Na kwa leo tuko na Mungu watano. Kufuatana hilo jina tuko na Mungu hapa watano. Huko Mungu Baba ambaye ni Elohim, huko Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo, huko Mungu Roho Mtakatifu, na huko Mungu Shetani. Wakorintho wa pili 4:4. Wakorintho wa pili 4. Na huko Mungu mie niko Mungu kwa watoto yangu. Okay. Na wako Mungu kwa watoto yako. Okay. Wakorintho wa pili 4:4. Sawa, anasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini. Tunasikia wanataja jina Mungu. Ndio. Huko Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, na huko Mungu wa dunia hii. Hata mimi niko Mungu kwa watoto yangu. Donc jina Mungu sikushangaze, ni jina la kazi. Na ndio maana kusoma kitabu cha Zaburi, Mungu aliheshimu jina lake kuliko neno lake, anaheshimu neno lake kuliko jina lake. Okay. Zaburi 138 mstari wa 2.
Anasema mstari wa pili, nitasujudu nikilikabili hekalo lako takatifu, nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Unasikia, Mungu anaheshimu neno lake kuliko jina lake. Sasa jina Mungu ni jina la kazi. Ndio maana Yesu naye analivala ile jina, ndio maana Roho Mtakatifu anavala ile jina, ndio maana mimi nalivala, ndio maana shetani naye analivala. Sio jina la ajabu. Okay. Ni jina la kazi. Kama vile nakuita jina lako la kazi, kama unaweza niita pastor. Okay. Lakini na jina langu proper. Na Mungu naye kuna jina lake proper. Proper name ya Mungu ni nini? Iko Elohim. Ndio jina lake. Sawa sawa. Lakini unapotamka Mungu maana unasema muumbaji. Na hata mtoto wangu mimi niko Mungu wake. Si mimi ndio nimemuumba, nimemweka hapa duniani. Ndio maana Mungu ameniheshimu, anasema kwa amri ya 3 mheshimu wazazi yako. Kusudi zako zipate kuwa mingi. Mimi niko Mungu kwa watoto yangu. Okay. Enjoy ile. Sasa kwenye wahubiri wengi wanachanganyikiwa wanapotamka jina Mungu. Yesu ni Mungu. Na vile wanasema kitu cha maajabu sana. Yesu ni Mungu ndio, lakini kwenye usicho ukasema kama njoo yule mwenye alikuwa milele, njoo mwenye aliumba vitu vyote, akajigeuza kuwa Yesu, akajigeuza kuwa Roho Mtakatifu. Pale ndio tutabebana na wewe mpaka mwisho. Pale ndio kufuru. Kuna mtu anatoleaga mfano. Kwa mfano wewe unaitwa okay, unaitwa Billy. Yeah. Hiyo haya sawa. Ukiwa nyumbani unaitwa baba. Hapa kama hivyo upo kama mhubiri, lakini unaweza ukiwa shuleni unafundisha wanafunzi wewe ni mwalimu. Wanasema ndivyo Mungu anavyogawanyika hivi. Hapana hivyo. Kwamba Mungu akiwa mbinguni vile ndo Mungu Baba. Akiwa hivi amekuja kwenye ukombozi anaitwa Yesu. Akiwa katika neema yake vile anavyokuja kushare na sisi, yani kutulinda ni Mungu Roho Mtakatifu. Hayo mafundisho yaletwa na Branham. Hayo mafundisho yaletwa na Branham. Ni mafundisho mafu. Na hiyo inakabili kwa wachungaji wengi sana. Niko napambana na hiyo mafundisho. Okay. Wale watu wanamfanyaka Yesu kuwa Mungu wa kweli, mwenye alikuwa kama milele, wanamfanya Mungu mwetu tunajua, mwenye mwanjilishi wa vitu vyote, wanamgeuza kuwa Yesu, wanamgeuza kuwa Roho Mtakatifu. Hayo ndio makufuru. Soma kwanza kitabu cha Wakorintho, waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana. Wanamfanya Mungu kuwa Mungu. Hawataenda mbinguni wale watu basipo tubu. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 ndio mstari wa 8. Kama utaanza kusaba kushuka mpaka 8. Anasema naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Shuka. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Shuka. Kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho na maji na damu, na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Shuka. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi. Kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba amemshuhudia mwanawe. Nasikia ushuhuda wa Mungu ndio huu, kama amemshuhudia nani? Mwanawe. Wakati Yesu anamaliza kubatizwa na Yohana, sauti kasema huyo ndiye mwana wangu mpendwa. Ile sauti sasa ni nani? Wengi wanasema no, ni Yesu aliacha na rekodi ile sauti kule mbinguni. Wakati sasa alifika hapa kwenye kubatizwa na Yohana, malaika kafinya ile akaponyeza ile, ndio ile sauti katoka, ni yeye. Sasa kama kufuru. Malizia ndiko sikisi nasema. Sawa. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini amemfanya Mungu amemfanya kuwa mongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Nasikia wachungaji wengi watakosa mbingu kwa sababu ya hiyo. Wale wote wanasema kama Yesu ni Mungu wa kweli, ndio mwenye aligeuza kuwa Yesu, akajigeuza kuwa Roho Mtakatifu, akajigeuza kuwa ndio Mungu. Hao watu wanamfanya Mungu kuwa mongo. Wengine wanasema Mungu kwa Agano la Kale aliitwa Jehova, huku Agano Jipya anaitwa Yesu. Mungu jina lake sio Jehova. Jehova ni wakati amejifunua kwa wanadamu. Jina lake ni milele, ni Elohim. Hana majina mengi, jina lake ni Elohim, ndio jina lake proper. Okay. Tutapasoma kitabu cha Mwanzo. Sawa, Mwanzo 3. Mwanzo 3. 33:20. Okay. Mwanzo 33, hapana 3. Okay. 33:20. Mwanzo 33. Mstari wa 12. Sawa, Mwanzo 33. Wewe unasema 30 sasa na 3. Okay. Mstari wa 20. Sawa, mstari wa 20 anasema akajenga huko madhabahu, akaita Elohai Israeli. Hii ndio jina yake, Eloi Israeli. Okay. Hiyo ni Kiebrania. Eloi Israeli. Ndio pale Yesu msalabani anaita Eloi. Wakati sasa mkiyunani sasa. Okay. Pale ku Yohana Mathayo 27:46-48. Pale kwenye anaita Eloi lama sabakitani. Unaona Waebrania na wanani wanapishana. Wao wanaweka hii hash, wao wenzake hawaweki hash, wanaweka pa nafasi ya hash wanaweka i. Okay. Eloi. Manake Elohim. Sasa Ibrahimu wakati alipomuona ndio jina yake alimuita hiyo. Yesu alikuwa kikamilisha kumsalaba. Okay. Jina Jehova ile mengine yetu ana majina 72.
Anapojifunua kwenye huko unapanga jina. Anapojifunua kwenye huko mimi niko na nini vile vyote. Lakini jina lake proper ni hii. Okay. Ni Elohim. Maana yake nguvu za uumbaji. Okay. Hana majina mengi hapana. Hiyo ni mengine tu ya masifa. Kwa kujifunua kwake Yehova Shama, Yehova Nisi, mimi niko, hiyo ni majina ya sifa. Lakini jina proper name yake ni Elohim. Aliyekamilisha ni nani? Ibrahimu mwanzilishi wa imani na Yesu Kristo mwanzilishi wa imani katika Agano Jipya. Okay. Yeah. Sawa. Basi sasa tuendelee. Hapo tumemwongelea Mungu vizuri na tumemwongelea Yesu vizuri sana. Nafikiri bado hatujamuingia vizuri Roho Mtakatifu. Hatujamuingia bado Roho Mtakatifu. Okay. Tuliona tufanye kwanza leo hatua hizi mbili kumzungumzia Mungu na Yesu. Okay. Kuna Mungu na kuna Yesu. Mwanzilishi wa vitu vyote ni Mungu. Kisha akamshirikisha Yesu. Na kule mbinguni kuko nafsi hizi mbili ambazo nafsi Mungu Baba iko anaketi kwenye kiti chake cha enzi na nafsi ambayo ni Mungu Mwana anaketi kwenye kiti chake cha rehema kwa mkono wa kuume wa Baba yake. Na hapa kwa dunia kuna nafsi hizi moja ambayo ilitumwa na nani? Na Mungu kwa mujibu wa Yesu. Okay. Na ambaye ni Roho Mtakatifu anakaa ndani mwetu. Sasa ikiwa tutaendelesha Roho Mtakatifu ni nafsi sawasawa na Mungu Baba. Sio nafsi sawasawa na Mungu Mwana. Sawa, hiyo tutakuja tuendelee, labda tuwe na break kidogo. Okay. Labda kama tunaweza tukamaliza kwa sasa, hata ukiwaambia watazamaji neno moja basi. Haya, kwa watazamaji wetu wa leo ninakwenda kuambia kwamba mimi ni mwalimu wa Biblia, niko na lengo la kuweza kufanya utofauti kati ya Mungu na Yesu. Kwa sababu leo mafundisho mengi ambayo yanavuma, watu wanamchanga Yesu kama ndio Mungu. Hao watu hawataenda mbinguni. Kuna Yesu na kuna Mungu. Hiyo ndio kiini na shabaha zaidi kwa mimi kushimama popote kwenye niko nafundisha watu kwamba Mungu iko na Yesu iko. Lakini wanachangia jina. Kuko Mungu ambaye ni Baba na kuko Mungu ambaye ni Mwana, kuko Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Lakini Mungu mwenyewe ambaye ni Elohim iko na anaketi kwenye kiti yake cha enzi, yeye ndio mwanzilishi wa kazi zote. Na Yesu ni Mungu Mwana ambaye anaketi kwenye kiti cha rehema, yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Na kuko Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani mwetu, na hao wote ni watumishi wa nani? Wa Mungu ambaye ni Elohim. Okay. Kama tembelea channel yetu kwa mara kwanza, tafadhali subscribe leo kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.